Ndugu zangu wapendwa, tumsifu Yesu Kristo. Basi ninayo furaha kubwa kabisa kualika siku ya leo katika tafakari yetu ya neno la Mungu, na leo nikiwa nakuletea Dominika hii ya 5 ya kipindi cha Kwaresma cha mwaka A wa kanisa, na ujumbe ambao nataka kuuleta kwako leo unasema liondoeni jiwe, liondoeni jiwe. Leo tunapoadhimisha Dominika hii, somo letu la Injili linatoka kwenye Injili ya Mtakatifu Yohane, ile sura ya 11 mstari wa kwanza mpaka 45. Ni Injili ndefu kidogo, na hii ni habari ya kufufuliwa kwa Lazaro aliyekuwa amezikwa kwa siku 4. Na leo ninataka kumulika zaidi ili agizo alilolitoa Yesu kwenye lile alipofika kwenye kaburi la Lazaro. Yesu aliwaambia liondoeni jiwe, na huu ndio ujumbe ambao nataka tuende nao leo. Unajua, labda niseme hivi, halikuwa ni agizo rahisi kupokeleka, kwa sababu Yesu aliposema tu liondoeni jiwe, Martha yule dada yake na Lazaro alipinga hapo, akasema Bwana, huyu ananuka sasa. Unajua, hili ni tukio ambalo lilitokea Betania. Betania ni kijiji kilichokuwa karibu sana na Yerusalemu, na takriban kilomita chache tu kutoka Yerusalemu. Ni tukio la muhimu kwa sababu linatokea karibu kabisa na mahali ambapo Yesu anakaribia kukamatwa, anakaribia kusulubiwa. Kwa hiyo huu ni almost muujiza wa mwisho kabisa kabla ya Yesu kuingia kwenye mateso yake. Sasa sote tunafahamu kabisa kwamba kulikuwa na urafiki wa pekee sana kati ya familia ya Lazaro pamoja na dada zake Martha na Maria pamoja na Yesu. Walikuwa karibu sana, walikuwa ni marafiki wa karibu sana. Na ndio maana hata Lazaro alipoumwa, moja ya kitu cha kwanza kabisa ambacho Martha na Maria walifanya ni kutuma ujumbe kwa Yesu. Na hata wanapotuma ujumbe kwa Yesu wanamwambia Bwana, yeye umpendaye anaumwa, maana wanajua Yesu anampenda Lazaro. Kwa walijua mara moja Yesu atafika. Kwa nini? Kwa sababu ya jinsi walivyokuwa karibu. Walijua mara moja Yesu atafika, ataenda kumhudumia Lazaro, atamponya Lazaro. Lakini maandiko yanatuambia Yesu aliposikia kwamba Lazaro anaumwa, alisema tu kwamba ugonjwa huu si wa mauti, bali ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Hivyo Yesu hakwenda hapo, alikaa siku 2 zaidi. Na hata Lazaro alipokufa, Yesu aliposikia kwamba Lazaro amekufa, alikwenda baada ya Lazaro kukaa kaburini siku 4. Alipokuwa kaburini siku 4, Yesu ndipo anapofika sasa. Fikiria, siku 4 na kaburi limeshafunikwa. Bila shaka wakizika wanafunika, na wameshaweka jiwe kubwa. Ilikuwa ni desturi, wanaweka jiwe kubwa pale kwenye mlango wa kaburi kuashiria kwamba sasa kila kitu basi. Sasa swali linakuja ni kwamba kwa nini Yesu alisubiri mpaka Lazaro akafa? Kwa nini Yesu hakwenda muda ule? Kwa nini alisubiri mpaka Lazaro akafa? Na tena si tu kufa, alisubiri mpaka akakaa kaburini siku 4. Unajua, katika utamaduni wa Kiyahudi wakati ule kulikuwa na imani kwamba mtu akifa basi roho yake huwa inabaki inazunguka karibu na ule mwili kwa siku 3. Ndivyo walivyokuwa wanaamini. Sisemi ndio sahihi, lakini ndivyo walivyokuwa wanaamini. Baada ya hizo siku 3 mwili ndipo unapoanza kuoza, na wanaamini kwamba ile roho inaondoka kabisa, na hapo ndipo kifo kinakuwa mwisho kabisa. Hakuna kitu kinaweza kikatokea tena, hakuna kitu kinaweza kikabadilishwa tena. Kwa hii inamaanisha kwamba kwa Wayahudi, hata baada ya mtu kuzikwa, siku ya kwanza ni kama waliona bado kuna matumaini fulani, pamoja na kwamba hayapo. Siku ya pili wakaona bado tunaweza tukasubiri, kunaweza kukawa na matumaini, pamoja na kwamba hayapo. Siku ya 3 wanaona bado kuna uwezekano, pamoja na kwamba hakuna. Lakini siku ya 4 waliamini kwamba hakuna matumaini tena. Na ndio maana hata Injili inasisitiza kwamba
Lazaro alikuwa amekaa kaburini siku 4. Sasa tunaweza tukaelewa kwa nini Yesu alichelewa kwa makusudi. Sio kwamba alichelewa kwa sababu alikuwa hajui hali ya Lazaro, hapana. Si kwamba alikuwa hajali, la hasha, hapana. Alichelewa purposely ili kuondoa kabisa matumaini ya kibinadamu. Alichelewa purposely ili kuonyesha wazi kwamba kile kitakachofanyika ni kazi ya Mungu na si kazi ya wanadamu. Alichelewa purposely ili kujifunua katika eneo lingine ambalo walikuwa hawajamfahamu. Walikuwa wanamfahamu yeye ni mponyaji tu, au labda anatenda miujiza tu, anaweza kutembea juu ya maji, anaweza kubadilisha mkate kuwa mawe kuwa chakula. Walishamzoea maeneo fulani, walikuwa hawajawahi kumfahamu kwamba yeye ni Bwana wa ufufuko. Kwa hiyo ulikuwa ni muda wa kujitambulisha yeye ni Bwana wa uzima na ufufuko. Na ndio maana Yesu alisema kwamba ugonjwa huu si wa mauti. Mwanzo kabisa aliposikia kwamba Lazaro anaumwa, akasema ugonjwa si wa mauti, bali ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Kwa hiyo kule kuchelewa kwa Yesu kwenda kumponya Lazaro hakukuwa ni tatizo, bali kulikuwa ni sehemu ya mpango wa Mungu. Kulikuwa ni sehemu ya mpango wa Mungu. Ningeweza kusema kulikuwa ni fursa ya yeye kujidhihirisha tena, kujijulisha, kujitambulisha kwenye eneo ambalo hawajalifahamu. Na mimi ninafikiri, hebu kabla ya kuendelea, ninatamani tujiulize maswali haya. Hivi sijui hali unayokutana nayo. Mimi sijui. Kila mmoja anakutana na hali anazokutana nazo. Lakini ninatamani tujiulize, hivi ni kitu gani au ni hali gani kwenye maisha yako ambayo unahisi imefika siku ya 4? Ni hali gani kwenye maisha yako unahisi ni kama hii concept imefika siku ya 4, imefika mwisho? Maana wale Wayahudi ilipofika siku ya 4 ya mtu kukaa kaburini, waliamini sasa basi. Sijui ni hali gani kwenye maisha unayokutana nayo sasa, unaona ni kama imefika siku ya 4, umesema basi, imefika mwisho. Unaona hakuna matumaini tena. Unaona umekata tamaa kabisa, imekukatisha tamaa kabisa. Huoni kama kuna kitu kinawezekana tena. Huoni kama kuna matumaini tena. Huoni kama kuna uhai tena. Unaona ni kama kumeshawekewa jiwe kubwa, kama vile kaburi la Lazaro lilivyowekwa jiwe kubwa. Unaona ni kama jiwe limeshawekwa kwenye hiyo ndoa yako. Unaona jiwe limeshawekwa kwamba sasa basi. Huoni tena kama kuna matumaini inaweza kupona. Huoni tena, labda ni hali yako ya afya. Unaona ni kama jiwe kubwa limeshawekwa, imeshafika siku ya 4. Unaona kwamba hakuna namna tena. Hata ukitazama ripoti ya daktari unaona inakuvuruga. Unaona hakuna namna tena. Inawezekana hata ni ndugu yako, labda sio wewe. Sijui ni kitu gani ambacho unaona hakiwezi kuinuka tena. Labda unaona umeshafika mwisho, huwezi kuinuka tena kimaisha. Umekata tamaa, unaona huwezi kuinuka tena kibiashara, huwezi kuinuka tena kama wewe ni mkulima. Unaona huwezi kuinuka tena. Au nikuuliza swali la pili, je, unaamini kwamba Mungu anaweza kutenda hata pale ambapo hakuna matumaini ya kibinadamu? Kwa sababu kwenye kesi ya Lazaro kulikuwa hakuna matumaini ya kibinadamu tena. Kulikuwa hakuna matumaini, hayakuwepo tena. Au ni nini hicho kwenye maisha yako ambacho unakiona kimekuwa kigumu kiasi kwamba unaona neema ya Mungu haiwezi kufanya kazi tena? Au ningekuuliza ni jiwe gani ni jiwe gani mbele yako, unaliona liko mbele yako, unaona linazuia neema ya Mungu kufanya kazi kwenye maisha yako? Ni jiwe gani unaona linazuia kabisa neema ya Mungu kufanya kazi kwenye maisha yako? Sasa ninataka tuangalie ujumbe huu leo, liondoeni jiwe, liondoeni jiwe. Na ninataka tutazame mambo makubwa manne. Nataka niseme mambo makubwa manne. Jambo la kwanza, ni muhimu kufahamu kwamba mwisho wa mwanadamu sio mwisho wa Mungu. Naomba hilo fahamu. Mwisho wako sio mwisho wa Mungu.
au pale unapoona umefika mwisho, huoni tena mbele, sio mwisho wa Mungu. Inawezekana kuwa ni mwisho wako, lakini sio mwisho wa Mungu. Jiwe lililowekwa mbele ya kaburi la Lazaro halikuwa tu kifuniko cha ule mwili uliokufa, lakini lilikuwa ni tangazo la mwisho wa matumaini ya Lazaro. Lilikuwa ni ishara kwamba kila kitu kimekwisha. Lilikuwa ni ishara kwamba hakuna tena kinachoweza kufanyika. Ilikuwa ni ishara kila kitu kime. Kwa lugha nyingine, ningeweza kusema huu ulikuwa ni ujumbe kwamba Lazaro alikuwa amefika mwisho wake. Hakukuwa na matumaini yoyote tena. Kila kitu kilikuwa kimefungwa ndani ya kaburi, na jiwe lilikuwa limewekwa pale, limeweka muhuri wa mwisho kwamba now is over, is over. Lakini hata hapo tunaona, na hapo mimi nafikiri ndipo tunaona tofauti sasa kati ya ile mantiki ya wanadamu na ya Mungu. Tunaona tofauti kati ya uweza wa Mungu na wa mwanadamu. Mwanadamu anapofika mwisho wake, Mungu ndipo anapoanza. Kumbuka hilo siku zote. Mwanadamu anapofika mwisho wake, hapo ndipo Mungu anapoanza. Kumbuka Yesu hakuwasili siku ya kwanza. Yesu hakuwasili siku ya pili. Wala Yesu hakuwasili siku ya tatu. Alikuja siku ya 4. Pale ambapo hata akili zao na zile tamaduni zao zinasema sasa basi. Kwa nini? Kwa sababu ili kuondoa kabisa uwezekano wa kueleza hilo tukio kwa njia ya kawaida, ili kuondoa mtu ilikuwa ni kuweka wazi kwamba kila mtu aelewe kwamba kile kitakachofanyika sio kazi ya binadamu, ni kazi ya Mungu. Ni ufunuo wa utukufu wa Mungu. Ni ufunuo wa utukufu wa Mungu. Kwa ndugu zangu, kuna ujumbe muhimu tunapewa hapa, na natamani kila mmoja aweze kuona kwamba Mungu hafungwi na mipaka ya hali zetu. Hilo kumbuka hilo. Mungu hafungwi na mipaka ya hali zetu. Mungu hafungwi na mipaka ya muda wetu. Mungu hafungwi na kile tunachokiita mwisho. Kile unachokiita mwisho kwako, Mungu hafungwi na hiyo mwisho yako. Ndio maana sasa, okay, hii ina maana gani? Kwa mfano kwenye maisha yetu, inawezekana kabisa kuna hali ambazo umekuwa unapambana nazo, na inawezekana umefika mahali pa kusema nimefanya kila nililoweza, nimefika mwisho. Umefika mahali unaona hakuna matumaini tena. Umefika mahali unasema hii hali haiwezekani kubadilika tena, haiwezi kubadilika tena. Umefika mahali unaona huu ugonjwa hauwezi kupona tena. Umefika mahali unaona hii ndoa haiwezi kuendelea tena, haiwezi kupona tena. Hii ndoa haiwezi kusimama tena. Umefika mahali pa namna hiyo. Umefika mahali unaona huyu mtoto hawezi kubadilika tena, hawezi kusimama tena. Umefika mahali unasema nimejaribu kila kitu kwa jitihada zangu zote, kwa nguvu zangu zote, nimefika mwisho. Ndugu zangu, hayo ndiyo mawe. Hayo ndiyo mawe ya maisha yetu. Ndiyo maeneo ambayo tumeyawekea muhuri wa mwisho. Hayo ndiyo mawe. Yale maeneo ambayo tumeyawekea muhuri wa mwisho, kwamba haiwezekani tena, kwamba nimefika mwisho, kwamba haiwezi kunyanyuka tena. Hayo ndiyo mawe. Na leo Yesu anasimama mbele ya hali hiyo hiyo, mbele yako ukiwa na hali hiyo hiyo. Anasema wewe unaona huo ndio mwisho, lakini Yesu anasema hapana, mimi sioni mwisho. Mimi sioni mwisho. Huu sio mwisho wangu juu yako. Wewe unaona ndio mwisho wako, lakini hapana, mimi sioni hivyo. Huu sio mwisho wangu juu yako. Kile unachokiita mwisho, Mungu anakiona kama ndio mwanzo wa kazi yake. Kile unachokiita kushindwa, Mungu anaona ndio fursa ya kuonyesha utukufu wake. Kile unachokiita kufa, Mungu anaona kama ndio nafasi ya kufufua. Ndio maana anasema liondoeni jiwe. Liondoeni jiwe. Unajua, imani ya kweli inaanza pale ambapo uweza wa kibinadamu unaishia. Uweza wa kibinadamu unaishia. Na Kwaresma hii ndugu zangu inatualika kuacha kujifunga na haiwezekani.
Kwaresma inatualika kuacha kuishi kwenye ile imekwisha, kwamba nimeshindwa. Kwaresma inatualika tutoke huko, tuache kuishi huko, tuanze kumwamini Mungu anayefanya mambo mapya. Kwa nini? Kwa sababu mwisho wangu kama mwanadamu, kumbuka hilo, sio mwisho wa Mungu. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili ambalo nataka kuzungumza leo ni ile hofu ya kuondoa jiwe. Leo natazama somo la Injili tu, ile hofu ya kuondoa jiwe, kukabiliana na wewe. Hii ni ile hali ya kukabiliana na mimi, kukabiliana na uhalisia, kukabiliana na ukweli kuhusu mimi. Kuna hiyo hofu ya kuondoa jiwe. Unajua, baada ya Yesu kutoa amri kwamba liondoeni jiwe, Martha kwa haraka sana akajibu akasema, Bwana, ananuka sasa, ameshakuwa kaburini, ananuka. Unajua, Martha alikuwa anaangalia uhalisia wa mambo, hakuwa anadanganya. Alikuwa anaangalia uhalisia wa mambo. Anamwambia Yesu, mwili umeanza kuoza sasa, hali imeshaharibika. Yesu, hakuna matumaini tena. Unajua, mwandishi mmoja alizungumza akasema, ndani ya maneno ya Martha au nyuma ya maneno ya Martha kuna kitu kilikuwa kimejificha. Ngoja nirudi. Nyuma ya hayo maneno ya Martha ya kumzuia Yesu kusema Bwana ananuka sasa, kuna kitu kilikuwa kimejificha. Na huyu mwandishi anasema hicho kitu ni hofu. Hofu ya kufungua kaburi, hofu ya kukabiliana na uhalisia uliooza, hofu ya kuweka wazi kile ambacho mtu angependa kibaki kimefichwa. Ndugu zangu, hofu hii ipo kwenye maisha yetu pia. Kuna wakati tunakutana na hofu ya kuondoka kwenye kile kisichofaa kwenye maisha yetu. Kuna wakati tunakutana na hofu ya kuondoa kile kisichofaa. Ni kama vile tunasimama mbele ya makaburi ya maisha yetu na tunasikia sauti ya Yesu inasema, liondoeni jiwe. Lakini ndani yetu tunajibu kama Martha, Bwana, si rahisi. Tunasema, Bwana, si rahisi. Bwana, hali si rahisi, hali ni mbaya sasa hivi, siwezi kufanya hiki. Kwa nini? Kwa sababu tunaogopa wakati mwingine kukabiliana na ukweli wa ndani kuhusu sisi. Unaogopa kukabiliana na ukweli wa ndani kuhusu wewe. Sasa kuna mambo ndani yetu ambayo tumeazika kwa makusudi kabisa. Kuna dhambi ambazo hatutaki kuzikiri. Kuna dhambi ambazo hatutaki kuzitubu. Inawezekana tunazifurahia pia. Inawezekana kuna chuki tumezichimbia ndani, tumezichimbia ndani, tumekataa kabisa kusamehe. Umezizika ndani, usingependa kuondoa lile jiwe ili ionekane hiyo chuki. Kwa nje unacheka, kwa nje una smile, lakini ndani una chuki na huyo mtu. Inawezekana kuna majeraha ndani ya moyo ambayo hutaki kabisa kuyagusa. Kuna tabia ambazo tunazijua si nzuri, lakini tumeshazizoea na tunaona ni sawa tu kuendelea kukaa. Tumeshazizoea, hatutaki kuziacha. Ningeweza kusema tunafunika haya mambo kwa lile jiwe ili yasionekane, ili yasiguswe, ili tusiumie tena. Au inawezekana yanatupa faida fulani. Lakini ukweli ni huu, ndugu zangu, kwamba kile unachokificha hakiwezi kuponywa. Kile unachokifunika hakiwezi kufufuliwa. Ndio maana mara nyingi sana, na wakati mwingine tunakumbwa na ile hofu ya mabadiliko ambayo ni hofu ya kawaida kwa mwanadamu. Tunakumbwa na hiyo hofu ya mabadiliko. Kumbuka Martha alisema, tusitoe hili jiwe Bwana, kwa maana ananuka sasa. Tusitoe hili jiwe, ananuka. Lakini Yesu hakuogopa harufu ya mwili wa Lazaro. Yesu hakuogopa kwamba huo mwili umeanza kunuka. Wakati Martha anaogopa hiyo harufu, Yesu haogopi harufu. Na ndugu zangu, hapa tunapewa ujumbe muhimu sana kwamba Mungu haogopi hali yako. Mungu hatishwi na hali yako. Mungu haogopi dhambi zako. Mungu hatishwi na historia yako. Haogopi historia yako. Haogopi harufu ya dhambi zako. Haogopi harufu ya historia yako. Lakini sisi ndio tunaogopa
Kwa nini tunaogopa? Tunaogopa kwa sababu kuondoa jiwe kunamaanisha kukiri ukweli kuhusu mimi. Kuondoa jiwe kunamaanisha kukiri ukweli kuhusu wewe. Kuondoa jiwe manake ni kuacha kujitetea. Kuondoa jiwe manake ni kuacha kujificha. Kuondoa jiwe ni kukubali kubadilika, na hicho ndicho tunachokiogopa. Tunafahamu fika kabisa kwamba mabadiliko mara nyingi sana sio rahisi. Mabadiliko yoyote yanaumiza. Unajua, ni rahisi sana kuacha jiwe pale lilipo kuliko kuliondoa jiwe. Ni rahisi sana kuliacha. Ni rahisi sana kuishi na hali ulioizoea. Ni rahisi sana kuishi na yale mazoea ya kila siku kuliko kuchukua mfumo mpya wa maisha. Ndugu zangu, ni muhimu tufahamu kwamba Kwaresma ni kipindi, si tu kipindi cha kufunga na kusali. Ni kipindi cha kukubaliana na ukweli wa maisha yetu. Kwaresma ni kipindi cha kusikia sauti ya Yesu ikisema usiogope. Ni kipindi cha kusikia sauti ya Yesu ikisema liondoe jiwe. Ni kipindi cha kusikia Yesu akikwambia liondoe jiwe la dhambi kwa kwenda kwenye sakramenti ya upatanisho. Ni kipindi cha kusikia Yesu akisema liondoe jiwe la chuki kwa kusamehe. Ni kipindi cha kusikia Yesu akisema liondoe jiwe la hofu kwa kuamini, kwa kujenga imani yako. Ni kipindi cha kusikia Yesu akikwambia ondoa jiwe la mazoea mabaya kwa kuchukua hatua ya mabadiliko. Ondoa jiwe. Ni kipindi cha kuondoa jiwe. Ninajua hii sio rahisi, lakini ndio mwanzo wa uhuru wa kweli. Ndio mwanzo wa ushindi wa kweli. So, kabla Yesu hajasema Lazaro njoo uje, njoo huku nje. Kabla Yesu hajamuita Lazaro nje, alisema kwanza liondoeni jiwe. Liondoeni jiwe. Na hii ndugu zangu ina maana sana kwamba Mungu anataka kwanza ufungue moyo wako aingie. Swali sio kwamba Mungu anaweza kukusaidia au la. Bila shaka Mungu anaweza kukusaidia, lakini swali ni kwamba je, uko tayari kuliondoa jiwe? Uko tayari kuliondoa jiwe? Kwa sababu nyuma ya hilo jiwe unaloliona au nyuma ya hilo jiwe unaloliogopa kuliondoa, ndipo neema ya Mungu ipo inakungojea. Kwa neema ya Mungu inasubiri uondoe hilo jiwe ili neema ya Mungu iingie kwenye maisha yako. Kumbuka, Yesu hakumuita Lazaro nje kabla hajawaambia watu waondoe jiwe. Hilo ni jambo la pili. Jambo la tatu tunaloitwa kufanya kwenye kipindi hiki ni kushirikiana na neema ya Mungu. Hili ni jambo la tatu tunaliona kwenye somo hili la Injili. Kushirikiana na neema ya Mungu. Mungu anataka tushirikiane na neema yake. Unajua, kuna jambo nataka ulione hapa. Hebu fikiria hivi. Mimi nimewaza hivi. Fikiria Yesu ambaye ana mamlaka juu ya mauti. Yesu ambaye ana mamlaka ya kufanya kila kitu kwa neno tu. Hakutaka kuliondoa lile jiwe mwenyewe. Hebu fikiria hiyo. Yesu ana uwezo wa kufanya kila kitu kwa neno tu, lakini hakutaka kuliondoa lile jiwe mwenyewe. Badala yake aliwaambia waliokuwepo pale, liondoeni jiwe. Ndugu zangu, huu ni ujumbe kwetu kwamba Mungu anafanya mambo makubwa, lakini hatendi bila ushirikiano wa wanadamu. Mtakatifu Agustino aliwahi kusema, akasema, Mungu alikuumba bila wewe, lakini hata kukomboa, hata kuokoa bila wewe. Kwa hiyo pamoja na neema ya Mungu kuwepo, Mungu hawezi kukulazimisha, hakulazimishi, bado amekupa uhuru. Na Mungu atabaki anaheshimu kile unachokichagua. Kwa lugha nyingine ningeweza kusema kwamba pamoja na kwamba Mungu anakualika, lakini Mungu hakulazimishi. Pamoja na kwamba Mungu anakupa neema, lakini bado anasubiri jibu lako kama utapokea hiyo neema. Mungu hakulazimishi akupe hiyo neema kwa nguvu. Pamoja na kwamba Mungu anafungua mlango, lakini anataka uingie mwenyewe. Ndio maana Yesu hakuliondoa jiwe. Kwa lugha nyingine, ule muujiza wa kufufuliwa kwa Lazaro halikuwa tu ni tendo la Yesu peke yake,
Yesu alitaka ashirikiane, alitaka kuleta ushirikiano, alitaka kutushirikisha. Alikuwa na sehemu yake ya kufanya, na sisi tulikuwa na sehemu yetu ya kufanya. Wale watu walikuwa na sehemu yao ya kufanya. Na utaratibu wa Mungu ni kwamba sisi tunafanya sehemu yetu kwanza, alafu yeye anafanya sehemu yake. Amesema hata kwenye maandiko, ombeni nanyi mtapata. Kukupa ni yeye, lakini kuomba ni wewe. Hakupi kabla hujaomba. Anasema ombeni nanyi mtapata. Mkiniomba lolote kwa jina langu mtalipata. Kwa hiyo sehemu yetu ni kuomba, alafu kuna sehemu yake ya kutoa. Lakini tunaanza na sehemu yetu kwanza. Kwa hiyo sehemu yetu ni kuliondoa jiwe, alafu sehemu yake ni kumwita Lazaro aje nje. Sasa kwa nini au hii ina maana gani? Kwa nini au nini maana ya kuliondoa jiwe katika maisha yetu? Nini maana ya kuliondoa jiwe? Kuondoa jiwe, ndugu zangu, sio tendo la kimwili tu. Kuondoa jiwe ni tendo muhimu la kiroho. Ni ile hatua tunayoichukua kwa hiari. Ni ile hatua tunayoichukua kwa imani. Tunayoichukua kwa ujasiri kabisa. Kwa kuondoa jiwe kunamaanisha kuacha kile unachokijua kwamba sio sahihi. Kuondoa jiwe ni kufungua moyo wako kwa Mungu. Kuondoa jiwe ni kukubali kubadilika. Ni sehemu yako, ni kuchukua hatua. Ndugu zangu, mara nyingi sana, wakati mwingine tunataka Mungu afanye kila kitu. Unasema, Bwana naomba nibadilishe, Bwana niondolee hili, Bwana fanya muujiza hili. Lakini Mungu anakuuliza, na wewe umefanya nini? Je, umefanya sehemu yako? Sehemu yako ni ipi? Kuna watu wanasubiri muujiza, lakini hawachukui hatua yoyote. Hawafanyi sehemu yao. Wanataka uponyaji bila kuacha tabia mbaya. Wanataka uponyaji bila kuacha mazoea mabaya. Wanataka imani, wanataka amani bila kusamehe. Anataka awe na amani tu, lakini ndani anataka kutoa zile chuki. Hataki kutoa chuki, hataki kusamehe. Anataka mabadiliko, lakini hataki kujitoa kufanya kazi ili hayo mabadiliko yaje. Anataka tu yaje automatically. Lakini ndugu zangu, injili ya leo inatuonyesha wazi kwamba kuna mambo Mungu hatafanya kwa niaba yako. Naomba nirudie hili. Kuna mambo Mungu hatafanya kwa niaba yako. Atakachokifanya Mungu ni kukupa neema, lakini hatua ni yako. Nakumbuka Papa Francis aliwahi kusema kwamba kuondoa jiwe halikuwa muujiza. Lilikuwa ni kama kazi ya kawaida, ila kilichofuata ndicho kilikuwa ni muujiza. Ngoja nirudie. Papa Francis alisema hivi, kule kuondoa jiwe haukuwa ni muujiza, kutoa lile jiwe haukuwa ni muujiza. Lakini kile kilichofanywa na Yesu, kilichofuata baada ya kuondoa jiwe, hicho ndicho kilikuwa muujiza mkubwa. Hii inamaanisha kwamba Mungu anaanza na kile kidogo unachoweza kufanya wewe, ninachoweza kufanya mimi, kisha yeye anafanya kile tusichoweza kufanya. Naomba nirudie hili, kwamba Mungu huwa anaanza anaanza na kile kidogo tunachoweza kufanya. Anataka tufanye kile tunachoweza kufanya, alafu kisha yeye anakuja kufanya kile tusichoweza kufanya. Kwa hiyo wewe unaondoa jiwe, alafu yeye anafufua. Yeye anamuita Lazaro. Wewe unafungua moyo wako, alafu yeye anakujaza neema. Wewe unachukua hatua, alafu yeye anabadilisha maisha yako. Kwa hiyo huu ndio mwaliko wa Kwaresma. Kwamba Mungu hatuombi tufanye makubwa yasiyowezekana, hapana. Anatuomba tufanye kile kinachowezekana kwetu. Kurudi kwake, kutubu, kusamehe, kubadilika. Anatuambia kile ambacho tunaweza kufanya. Hii ndiyo kuondoa jiwe. Ndugu zangu, na mara tutakapochukua hatua hiyo, Mungu anaingia mara moja na kufanya kile ambacho sisi hatuwezi, kisichowezekana kwa sisi. Ndugu zangu, neema ya Mungu iko tayari. Inachosubiri ni ushirikiano wako. Na jambo la mwisho, nimalizie jambo la mwisho. Yesu alisema, ili ni jambo la 4. Alipomuita Lazaro, alipofufuka, Yesu akasema, mfungueni sanda, mwacheni aende zake.
mfungueni sanda, mwacheni aende zake. Baada ya jiwe kuondolewa, baada ya sauti ya Yesu kuita, baada ya Lazaro kutoka nje, injili haimalizii hapo. Kuna hatua ya mwisho ambayo ni ya ajabu na ya kina sana, na Yesu anaisema hii, anasema mfungueni sanda, mwacheni aende zake. Ni kweli kazi yetu, tumeshaondoa jiwe, ameshamuita Lazaro, ameshafufuka, ametoka, lakini alizikwa akiwa kafungwa sanda, na Yesu anamtazama, anasema sasa mfungueni sanda. Kumbuka Yesu hamfungui yeye, anasema mfungueni sanda. Mara nyingi ndugu zangu, nafahamu huwa tunapita kwa haraka hapa, lakini kuna fundisho kubwa nataka tulione hapa, nataka tulilete hapa. Lazaro alifufuliwa, lakini bado alikuwa amefungwa sanda. Mikono ilikuwa imefungwa sanda, miguu ilikuwa imefungwa sanda, uso ulikuwa umefunikwa na sanda. Ni kweli alikuwa hai, ameshafufuliwa, amekuwa hai, lakini hakuwa huru, hakuwa huru. Ndugu zangu, haitoshi kupokea uzima wa Mungu bila kutoka kwenye vifungo vyetu vya zamani. Sasa unaweza kupokea uzima wa Mungu, lakini bado ukabaki unaendelea kuishi kwenye mazoea yale yale, kwenye tabia zile zile, kwenye vifungo vile vile ambavyo haina maana. Kuna wakati na kuna watu wengi sana wamepata neema ya Mungu. Kuna watu wengi sana wameanza maisha mapya ndani ya Kristo. Kuna watu wengi sana wameguswa na uwepo wa Mungu, lakini bado wamefungwa na tabia zile zile za zamani, wamefungwa na hofu zile zile za zamani, wamefungwa na historia yao ile ile, na mawazo yanayowazuia kusonga mbele ni yale yale, wanayaruhusu yale yale. Ndugu zangu, Yesu hataki tu tuishi hivyo hivyo, anataka tuishi tukiwa huru, tukiwa huru, tuishi bila sanda. Ni kweli umefufuliwa, lakini bado umefungwa na hizo sanda. Sasa sisi kama wanakanisa, sisi kama wafuasi wa Kristo, tuna wajibu na wito wa kuwafungua wengine sanda. Tuna wajibu huo. Kumbuka, niseme hili, Yesu hakumfungua Lazaro mwenyewe. Alichofanya, alimuita Lazaro akatoka kaburini, lakini Yesu hakumfungua Lazaro sanda. Angeweza, lakini aliwaambia wale waliokuwepo pale, akasema mfungueni sanda. Hii ni sehemu yenu, hii ni kazi yenu. Kwa hiyo ni muhimu kuelewa ndugu zangu kwamba ni kweli kwamba Mungu anatufufua, lakini Mungu anatuita kusaidiana ili tuweze kutoka kwenye vifungo mbalimbali, kusaidiana. Na hapa ndipo tunapata ile teolojia ya kanisa kama jumuiya, ambapo tunaitwa kusaidiana, tunaitwa kuinua waliodhoofika, tunaitwa kufungua waliokwama, kuwafungua waliokwama, waliofungwa. Hasa swali la kujiuliza ni hili: je, mimi ninawasaidia wengine kuwa huru au ninawaacha wengine wateseke wakiwa wamefungwa, pamoja na kwamba ningeweza kuwasaidia wawe huru? Ndugu zangu, kuna watu leo hii wanahitaji neno la faraja. Watafunguliwa wakipata neno la faraja, na hilo unaweza kulitoa. Kuna watu leo wanahitaji msamaha, unaweza kuutoa. Kuna watu leo wanahitaji upendo, unaweza kuwapenda. Kuna watu leo wanahitaji msaada wa kiroho ambao unaweza kuwapa. Na Yesu anatuambia leo, mfungueni sanda. Anapowaambia mfungueni sanda, anaongeza lingine, anasema mwacheni aende zake. Hii ni hatua ya mwisho. Sio tu kufunguliwa sanda, lakini kuachwa huru, kuachiliwa kabisa. Mara nyingi ndugu zangu, tunafanya kosa hili kwamba tunataka Mungu atubadilishe, lakini bado tushikilie yaliyopita. Tuambatane na yale ya zamani, tuambatane na marafiki wale waliotuzamisha. Tunaona fahari kujitambulisha kwa historia zetu hata kama sio nzuri. Lakini leo Yesu anasema mwacheni aende zake. Hii ina maana kwamba usirudi kaburini tena. Usibebe sanda zako tena. Usiruhusu yale yaliyopita ya kufunge. Usiruhusu mambo yale ya kurudisha ulikokuwa. Usiruhusu.
Tukumbuke tumeitwa kuishi maisha mapya. Ndugu zangu, nimalizie kwa kusema hivi. Katika injili hii ya leo tunaona hatua 3 kubwa za wokovu. Jiwe kuondolewa, hiyo ni hatua ya imani. Jiwe linaondolewa. Lazaro anafufuliwa, ni nguvu ya Mungu. Na sanda zinafunguliwa, uhuru wa kweli. Leo Yesu anasema na mimi, anasema na wewe, anasema na wewe, anasema nami, kwamba tusibaki tuko hai tu lakini tumefungwa. Hapana. Tusibaki hai tu lakini tumefungwa. Hapana. Tutoke tuwe huru. Na Kristo ametuita sisi si tu kutoka kaburini, lakini bali tuishi katika uhuru kamili. Ndugu zangu wapendwa, nawatakia Dominika njema. Mungu Mwenyezi awabariki na kuwatunza, awajalie neema ya kuishi na kutimiza hili neno. Mungu Mwenyezi awabariki.